Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko na Adamu Hussein. Tukielekea huko nchini Marekani ni kwamba Trump na timu yake wamegawanyika kuhusu ujumbe uliopelekwa nchini Iran ambao umemfikia moja kwa moja Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran. Katika siku chache zilizopita, rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha msimamo wenye utata kuelekea Iran kwa kutoa ishara ya mazungumzo, huku akifanya mashambulizi dhidi ya washirika wa Tehran nchini Yemen. Utawala wa Trump umeweka masharti makali ya kutaka Iran ivunje kabisa mpango wake wa nyuklia, huku ukiashiria uwezekano wa kulegeza msimamo. Trump mwenyewe alikiri Machi 7 kwamba alimwandikia barua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei akimwalika kwenye mazungumzo, lakini pia akimwonya kuhusu uwezekano wa hatua za kijeshi endapo atakataa. Hatua hii inafuata kurudishwa tena kwa sera kali ya vikwazo maarufu kama maximum pressure, licha ya Trump kudai kufanya hivyo kwa shingo upande kutokana na ushawishi wa washauri wake wenye msimamo mkali. Steve Witkoff, rafiki wa karibu wa Donald Trump ambaye amekuwa mjumbe wake maalum katika masuala ya kimataifa, hivi karibuni alidokeza uwezekano wa maelewano na Iran, akitaja pendekezo la Trump kuhusu mpango wa uthibitishaji wa kutengeneza silaha za nyuklia unaofanana na mkataba uliofikiwa na Obama mwaka 2015. Hata hivyo, mshauri wa usalama wa taifa Mike Waltz alikanusha haraka, akisisitiza lengo lao bado ni kuvunjwa kabisa kwa mpango huo. Lakini wachambuzi wanaona kuwa msimamo mkali wa Marekani hautafanikiwa kuitisha Iran katika meza ya mazungumzo. Wa Iran hawatakubali kujadiliana huku akiwa wamewekewa bunduki kichwani, wanasema wachambuzi wa mambo juu ya suala hilo, na ni baada ya viongozi nchini humo kusema kwamba hawatakuwa tayari kwa ajili ya hilo ambalo Marekani nalitaka. Ayatollah Al-Khamenei mwenyewe aliwahi kuzungumza hadharani akisema kwamba ikiwa Marekani inataka mazungumzo lakini kwa vikwazo, Iran haipo tayari kufanya hivyo. Na ikumbukwe kwamba Iran iliwahi kufanya mazungumzo hayo, lakini Marekani hiyo ilijitoa, na ni utawala wa Donald Trump ambao Ayatollah Al-Khamenei amesema kwamba hawawezi wakacheza ngoma ya kitoto. Wachambuzi wengine wanadai kwamba wanaona Iran inaweza kutumia fursa hii kufikia makubaliano rahisi ambayo yanaweza kumpa Trump mafanikio ya kisiasa, kama vile ununuzi wa bidhaa za Marekani baada ya miaka mingi ya vikwazo. Jitihada za kidiplomasia za Trump zinakuja wakati Iran ikiwa katika nafasi dhaifu baada ya washirika wake Hamas na Hezbollah kushindwa katika mapigano ya hivi karibuni dhidi ya Israel. Aidha, Syria chini ya Bashar al-Assad, mshirika mwingine mkuu wa Iran katika kanda, alianguka mnamo Desemba mwaka uliopita. Hali hii inaongeza uwezekano wa Marekani na Israel kutumia nguvu za kijeshi kama njia za kushinikiza Iran zaidi. Hata hivyo, Iran wakati huu imeshaweka wazi kwamba haiogopi vitisho vya Marekani na ipo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wowote. Lakini wachambuzi wengine wanasema kwamba huenda kutokana na kwamba Iran ina ukaribu zaidi na Urusi, imekuwa ikizungumza juu ya namna yoyote ya kukabiliana na Marekani pamoja na Israel. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni viongozi kadhaa wamekuwa wakitoa matamko dhidi ya Marekani, wakisema kwamba kamwe hawataweza kuiogopa Marekani na wapo tayari ikiwa watachokozwa. Wameonyesha pia baadhi ya silaha zao zilizopo chini ya ardhi, wakisema kwamba hili ni jiji la silaha na lipo chini ya ardhi, na baadhi ya silaha zimefichwa, na inadaiwa kwamba baadhi ya silaha hizo ni kwa ajili ya mapambano wakati wowote dhidi ya maadui wa Iran. Basi mtazamaji, na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, utakuwa ukiyafahamu mengi yanayojiri duniani.